Kuna posti umeipost kwenye mtandao wako wa X, umeandika mpaka leo tarehe 3 Februari 2026 hakuna sheria yoyote ambayo imetamka kwamba kuzungumzia mambo ya tarehe 29 Oktoba 2025 ni jinai. Tamko hilo bila kujali limetolewa na nani, linavunja ibara ya 18 kifungu A ya Katiba ya Tanzania. Taifa haliponywi kwa kuvunja katiba. Tunajua kwamba kauli hii pengine ilitolewa na Makamu wa Rais Dr. Nchimbi akiwataka Watanzania tusizungumzie kuhusu kilichotokea Oktoba 29. Kwanza, moja kati ya sifa ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi, moja kati ya sifa zake kubwa kabisa, sio mwanasheria. Kwa hiyo pengine kuna mambo anaweza kaa anatamka kisiasa kufurahisha wale ambao wanakuwa wanamsikiliza, lakini bila kujua athari zake au tafsiri yake kisheria, hayo anayotamka ni tafsiri itakuwa ni ipi au athari zitakuwa ni zipi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18A imetoa haki ya watu kutoa maoni yao kuhusu jambo lolote lile, liwe ni tarehe 29 Oktoba, liwe ni mwakani, liwe mwaka 2030. Katiba imetoa uhuru, ili mradi tu katika kutoa huo uhuru wa maoni yako, uhuru wa kutoa maoni yako, usivunje sheria za nchi. Sasa kwenye sheria zetu mpaka leo tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026 hakuna sheria yoyote iliyotungwa na bunge inayosema mtu yoyote atakayezungumzia matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 atakuwa amefanya kosa la jinai na adhabu yake itakuwa kufungwa jela miaka 5. Hakuna hiyo sheria ya hivyo. Na nchi haiongozwi kwa matamko. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na ndio maana Dr. Emmanuel Nchimbi wakati anaapa kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapa kwamba atalinda katiba. Aliapa, mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba nitailinda, nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa watu kutoa maoni. Kwa hiyo alichokiapa Dr. Emmanuel Nchimbi ni kwamba ameapa kulinda uhuru wa watu kutoa maoni yao, hata kama hayo maoni yanahusu tarehe 29 Oktoba. Kwa sababu ukisema kwamba watu wasiongelee tarehe 29 Oktoba 2025 kilitokea nini, wakati kuna watu ndugu zao wamekufa, na tunakubali kwamba kweli wamekufa hao watu, na tunakubali kwamba ili tuweze kuliponya taifa tuunde tume, tumeunda tume, unawanyamazishaje watu? Mimi nadhani kwa kumalizia kwanza kwenye hatua ya kwanza ya swali lako, kama kuna kosa kubwa sana ambalo tumelifanya kwenye hatua hii, kuna kosa ambalo limefanyika kwenye hatua hii, hiyo kauli iliyotolewa na Makamu wa Rais jana. Na hatuoni kwamba pengine imetolewa kwa nia njema na kwa sababu ya madai kwamba ni kukumbusha watu machungu yaliyotokea. Hakuna nia njema inayovunja katiba. Katiba imesema watu waongee, watoe maoni. Dr. Emmanuel Nchimbi sio katiba. Katiba inataka watu watoe maoni yao. Hii nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria, haiongozi kwa mujibu wa matamko. Na jambo lolote haramu haliwezi kuwa halali eti kwa sababu limetamkwa na fulani. Yaani kwa sababu kauli imetolewa na Makamu wa Rais ya kukataza watu wasiongelee mambo ya tarehe 29 Oktoba, kwa hiyo kauli inakuwa ni halali. Uhalali wa kauli au uharamu wa kauli utapimwa kwa namna ambavyo kauli hiyo inaheshimu katiba. Kwa hiyo ukienda kuangalia katiba inasema kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kwenye jambo lolote lile. Kama mnataka kuponya taifa, tafuteni namna ambayo haivunji katiba. Namna ambayo haiingilii uhuru na haki za watu. Watu waweze kunyamaza, kwa sababu kesho utaambiwa usizungumzie Simba alivyotolewa jana kwenye klabu bingwa Afrika. Usizungumzie hiyo. Na anaweza ikatolewa hata na rais, labda yeye ni mshabiki wa Simba, anaona Yanga wanaongea sana kule, wanawazodoa, akasema tu bana, kuanzia leo mambo ya kujadili Simba kufungwa au kutolewa mapema kwenye klabu bingwa msiyazungumze. Sasa hii nchi ikiwa na matamko, tutafika kule tunakotaka kufika. Ndio maana tukajiwekea katiba.
tukajiwekea sheria, na mlinzi namba 1 wa katiba ya nchi ni rais, mlinzi namba 2 ni makamu wa rais. Kwa natarajia wakati wote makamu wa rais anapotoa kauli zake awe tayari ameshasoma katiba kwamba hivi hii kauli nayoenda kuitoa kikatiba imekaa sawa. Na mimi naamini Dr. Nchimbi ni msomi kabisa wa PhD, yule ni daktari wa falsafa. Kwa hiyo akishakaa na washauri wake wa kisheria wakimwambia jambo, ni msikivu sana, ni mpole na ni mnyenyekevu, ataweza kuhakikisha kwamba anailinda katiba kwa kadri ya kiapo chake. Ambapo wewe unamshauri? Mimi namshauri asiwe matamko ambayo yanakiuka katiba au sheria za nchi. Tukio la tarehe 29 haliwezi kuacha kuzungumzwa kwa namna ambavyo limetokea na madhara ambayo yameachwa kwenye jamii. Ndio maana nchi sasa hivi inahangaika kutafuta suluhu, inahangaika kutafuta majibu. Tunarudije katika mstari ambao tumeshaupoteza? Watu wamekufa. Au wao unabisha kwamba watu hawajafa? Kama watu hawajafa, kwa nini tumeunda tume sasa? Sasa katikati ya misiba hiyo watu wanaongelea mambo yao, maoni yao, maumivu yao, wao unasema wasiongee. Kidonda kwanza ili kipone lazima kitoneshwe. Naomba nirudie. Kidonda ili kitibiwe lazima kitoneshwe kwa kutoa usaha wote ule, mauchafu yote, afu ndio unaweka dawa afu kinapona. Kidonda ambacho hakiwezi kutoneshwa hakiwezi kupona. Kwa hiyo kama watu watakaa kimya wakidhani kwamba kwa kukaa kimya ndio watakuwa wanaponya majeraha, watakuwa wanazidisha majeraha, na matokeo yake hicho kidonda kitakuwa kidonda ndugu. Kidonda ndugu ni kidonda kisichopona. Okay. Na kina harufu mbaya sana.